Simulizi za ujenzi. Wiki hii tuko ndani ya Bunju B, Dar es Salaam. Mtaa wa Mazingira 14. Huu ni mtaa ambao wenye furaha na amani na utulivu kwa sababu ukaitwa Mazingira. Nasi tunakuja kuipa Mazingira nyumba ya mdau wetu. Mdau wetu huyu alivutiwa na huduma ya pavement ya kisasa na fundi wake ndio aliotuunganisha kwa mteja wetu huyu. Twende pamoja ujionee utofauti wa hii nyumba. Na hapa ndio mazingira ya awali yalivyokuwa kabla ya kuanza kazi ya ujenzi wa pavement. Karibu twende pamoja ujionee utofauti wa site hii. Uzuri na ubora wa pavement ya kisasa ni ule ule, isipokuwa kuna mabadiliko kwenye maumbo yake. Na ili umbo H, umbo ambalo unaweza ukafanya chochote kile unachokihitaji kwenye upande wa rangi. Na mteja wetu huyu umbo hili ndio alivutiwa nalo kwa sababu aliona kwa mteja mwingine tulimfanyia kazi ambayo ilikuwa Mbweni Teta. Karibu ujionee utofauti mwa site hii na ujionee changamoto chache za hii site mwanzo mpaka mwisho mwa hii site. Changamoto ya kwanza wa hii site, mteja wetu alikuwa bado hajafanya finishing nyumba yake. Baada ya kufika Kiboke Building Company, tukaanza kumwelekeza kulingana na mazingira wa nyumba yake, na yeye akaamua kuwekeza pesa yake ili nyumba yake ipendeze na kuvutia na iwe bora kama zilivyokuwa bora nyumba nyingine. Mjasiri muongoza njia ni mwanamke. Huyu ndio fundi wetu atakayeongoza site hii ya kuipendezesha na kuiboresha nyumba ya mdau wetu. Fundi huyu ni wa kike, ni jasiri sana, ambaye anaongoza hata wanaume kwenye kazi hizi. Tambua haya ni makazi ni magumu sana kwenye upande wa ujenzi, lakini fundi huyu ni hodari, amenyoosha vizuri, maua yamependeza. Hata yule fundi wa rangi akija kuangalia mazingira jinsi yalivyo anavutiwa zaidi, na cha ajabu zaidi mpaka ndege wanamwangalia anapofanya kazi kwa ubora. Huyu mwanamke kweli, huyu mwanamke ni malkia wa nguvu. Kama kawaida yetu, tunapomaliza kazi kwa ajili ya ujenzi wa pavement ya kisasa, kinachofuata rangi. Lakini kuna wengine hawapendi rangi na kuna wengine wanapendekeza rangi ili nyumba yao ivutie zaidi. Na mteja wetu huyu alivutiwa na rangi aina mbili, Black Red na Dark Grey. Dark Grey ndio inatakiwa itawale eneo kubwa la nyumba yake kwa sababu ni rangi ambayo inapendeza na inavutia na pia inaficha uchafu kwa muda mrefu sana pasipokuwa kuonekana imepauka. Dark Grey inavutia zaidi ikichanganywa na rangi nyingine yoyote ile, na ndio maana tumeenda na kuchanganya na Black Red. Angalia jinsi gani mazingira ya ile eneo lilivyopendeza. Na kijana huyu ndio mpakaji wa hii rangi wa hii site, kijana mdogo tu, lakini ana kipaji kikubwa cha kufanya jambo ili lipendeze nyumba ya mdau wetu ivutie zaidi. Kuna kinachofurahisha baada ya kumaliza kazi na ukaview eneo lako kubwa ulilofanyia kazi, ukaliona linavyopendeza na kuvutia. Na hii ndio maana halisi ya ujenzi wa pavement ya kisasa na ushauri uliotukuka kutoka kwetu Kiboke Building Company. Angalia jinsi gani mazingira yalivyobadilika, yalivyokuwa hapo awali na sasa yalivyokuwa. Angalia rangi ya fence, angalia rangi ya nyumba, angalia rangi ya pavement, angalia rangi ya cobblestone. Kila kitu kipo kwenye mpangilio ule upangika na uliovutia eneo la nyumba ya mdau wetu. Na hii nyumba ni ya kisasa ya aina ya Arden Roof.
Hii nyumba inapendeza sana kulingana na mazingira yaliyozunguka nje ya nyumba hii. Karibu ujionee utofauti wa kila siku wa hizi saiti tunazozijenga kwetu Kiboke Building Company. Ukijenga nyumba yako na ukaipa muonekano mzuri, ukaifurahikia nyakati zote. Na hii ndio maana halisi ya kujenga na Kiboke Building Company. Endelea kufuatilia simulizi za ujenzi kila ifikapo Ijumaa la wiki saa 3 asubuhi. Kiboke Building Company, fahari ya nyumba yako. Karibu ujenge nasi.